Oh yeah. Here we go. Elizabeth Spaku anautamani umaarufu kwa mara nyingine tena. Akasahau kwamba kisichoridhiki akiriki. Ni katika jaribio la kisayansi ambalo linahusisha kumfanya binadamu kurudi katika umbile lake la ujana na kuvutia zaidi na zaidi. Jaribio hili linamkuta Eliza wakati ambao anatamani zaidi kuwa bora na mrembo ili endelee kulinda nafasi yake katika moja ya kampuni kubwa inayoendesha matangazo mubashara ya mazoezi mepesi yanayohusiana na wasichana warembo. Eliza amehudumu hapo katika wakati wake wote wa uzuri, lakini kwa sababu yeye ni binadamu, kadiri ambavyo muda unazidi kwenda, basi ndivyo ambavyo alikuwa anazidi kupoteza mvuto wake na nafasi yake katika kampuni. Eliza anakumbuka namna alivyokuwa imara katika kucheza na kuvutia enzi zake za ujana. Ikamshawishi kutoona msichana mwingine anaochukua umaarufu wake eti kwa sababu tu yeye amekuwa mzee. Stress nazo zikamtia upofu. Bosi naye aoneshi heshima wala ushirikiano ambao awali alikuwa akionyesha. Eliza naye amezeeka, hana mvuto kiasi cha kuitoa virago vyake pale ambapo atapatikana mrembo mwingine zaidi yake. Ili hapa swala kuona limekaa sawa. Mkononi mwake anakutana na flash disk ambayo alipewa kama zawadi ya siku yake ya kuzaliwa pale ambapo alienda hospitali baada ya kupata ajali ya gari. Na alipoweka flash disk hiyo kwenye runinga, akakutana na ujumbe wa kutisha na kuogofya. Eti ujumbe huu unasema kwamba kuna nafasi ya kutumia mwili wake wa usichana uliopendezeshwa. Tena mwili huo ukitokea ndani ya mwili wake wa sasa. Yaani Elizabeth Spaku mwingine kabisa. Hii mbona ingia akilini? Lakini atafanyaje? Maji ndio hivyo tena ameshamfika shingoni. Umaarufu anautaka. Na uzee umepiga hodi. Akaamua kupiga namba ambayo amekuta katika flash, na mtu upande wa pili akampatia maelezo ya sehemu ya kwenda. Ila kwa wasiwasi sauti ya kwenye simu ni kama ishu fulani vya magendo. Haijakaa sawa. Au lao walikuwa natafuta mtu wa mwanzo katika majaribio. Wakampata pia na Eliza. Eliza akaanza kutumia dozi maalum ya kurudisha mwili wake wa awali kwa siku 7. Ikiwa na maana ya kwamba mwili mpya unapoamka, ule mwili wa zamani unalala hoi. Na wanafanya zamu ya kuamka kwa muda wa siku 7. Siku 7 za mwili mpya, siku 7 za mwili wa zamani. Hatua zake za mabadiliko zinaumiza, hasa kujichoma sindano mara kwa mara. Alafu masindano yenyewe sasa ambayo anajichoma ni yale masindano ambayo wago wanachomea kama ng'ombe hivi. Lakini ndio hivyo tena. Atafanyaje? Urembo huo. Bas, pauko pakawa. Akazaliwa mrembo aliyetoka mgongoni kwa Elizabeth Spaku. Mwili unachanika na kisha anatoka mrembo mithili ya malaika. Ni mzuri kuliko hata uzuri wenyewe. Yaani mpaka yeye mwenyewe akaanza kujitamani. Elizabeth mpya akajiita Sue. Na kwa jinsi ambavyo alikuwa amenoga na kupendeza na kuvutia, hakuna mtu yeyote yule ambaye alikuwa anajua kwamba huyo hapo Sue ndio yule pale Elizabeth ambaye amezeeka na kupoteza mvuto wake. Alikuwa malaika, mtoto kaumbika, alinukia hata kabla ya kujipamba. Na kwa sasa ndo kashika moja namba. Lile jaribio likamfaa sana Sue, yaani Elizabeth wa pili. Alivyotaka iwe ikawa. Basi Sue akachukua nafasi ya Elizabeth pale kazini. Bosi na wafanyakazi wote wakachekelea tu, wanajua kwamba milamba jike. Safari hiyo imempata mbadala wa Eliza, bila kujua kuwa ni zimu ambayo linawatafuna taratibu. Maana siku zote kizuri huja na mipaka. Lile pale jaribio lenye jina la Substance lilikuwa na msitizo ambao unaacha alama ya ubinafsi kati ya Eliza na Sue. Sharti la miili itakuwa tofauti, yenye matumizi tofauti, lakini hakuna neno mimi kati yao. Miili yote mmiliki ni huyu mmoja. Kitakachoendelea kwenye mwili mmoja, basi kitaleta athari katika mwili mwingine. Sue anaonekana akiingia kwenye klabu moja hivi kubwa sana, ikiwa ni siku ambayo anatakiwa kujibadilisha na kuwa Eliza. Ni kama vile ambavyo ratiba yenyewe inasema. Katika utamu, akiona kijana mwenye mzuka wa mapenzi, Sue anapata mabadiliko ambayo yanamkumbusha kwamba ikifika siku 7, basi lazima afanye mabadiliko na kurudi katika mwili wake wa Eliza wa zamani. Sue alichukia ni balaa. Akarudi nyumbani kwa haraka na hasira. Akaamua kuvunja mpangilio ambao alikuwa amepewa. Yeye alitaka kuongezwa walau masaa machache tu ili akamalizie kupata rana yule pale bwana mdogo kule klabu. Hivyo badala ya kutumia dozi kwa siku 7, yeye akaongeza masaa na kuwa 8. Alipoamka asubuhi na mwili wa Eliza, akajikuta amepata athari katika moja ya sehemu ya mwili wake. Eliza ameoza kidole cha pili cha mkono, baada ya gumba la kulia kimeoza. Na pale ambapo aliuliza kwa mtabibu wake ambaye waonani zaidi toka kupigana simu za mkato, akajibiwa kwamba hao si wawili, hao ni mwili mmoja. Chochote kile ambacho kitafanyika kwa Eliza, basi Sue naye ni lazima awe matatani na mchakato uende kama alivyoambiwa. Asalale, hii changamoto. Bora hata Sue angeishia hapo tu kuwa na tamaa ya kuwa na mwili mzuri. Zoezi la kuiba muda ile utumie mwili likawa endelevu. Akawa analifanya mara kwa mara. Sue anataka kuwa binafsi. Hakupenda kabisa umbo lake la mwanzo. Ukizingatia umbo la Sue limeshaamsha mabalaa mengi ya kutumbuiza kwenye show kubwa duniani. Ameitwa hadi kuwakilisha kwenye show kubwa ya kufunga mwaka. Hii haijawahi kutokea. Sue akafanya kosa la mwisho. Zile pale siku 7 za kubadilishana mwili na Eliza.
akazivunja, akataka kuutumia mwili wa Sue mazima. Ni hapo ndipo alipoamua kuongeza siku za kuutumia mwili kimakosa, bila kuangalia athari ambazo anaweza kuzipata Eliza. Siku Eliza anapopata nafasi ya kurudia mwili wake, anajikuta ameshaharibika. Hata lile pale umbile lake ambalo mara ya kwanza alikuwa anaona la kizee, anaona limezeeka zaidi na zaidi. Hii balaa, Mbombo ni ngafu. Basi akaamua tena kupiga simu ya malalamiko kwa mtabibu wake ili asitishe uwapa mchakato ambao unapendelea upande mmoja. Jibu ambalo alipewa sasa lilikuwa nje kabisa ya matarajio yake. Aliambiwa kwamba hawezi tena kurudia ule pale mwili wake, na alipoenda kuchukua dozi za kumbadilisha na kuwa Sue, akakuta imebaki sindano moja tu ya kuweza kusitisha ule pale mpango wa substance. Eliza alihangaika ni balaa. Akakumbuka kuwa kuna dozi mara ya kwanza kabisa aliyotumia wakati anaokubali uwapa mpango, akaitumia tena na kufanikiwa kuamsha mwili wa Sue. Kwa mara ya kwanza kabisa Sue anakutana na Eliza, na wote wakiwa hai wanapumua, wanaangaliana tu. Na Sue alipogundua Eliza alikuwa na mpango wa kusitisha dozi kwa maana ya kukataa mwili wa Sue, Sue alikasirika balaa. Wakagombana kiasi cha Eliza kupoteza maisha. Sue akabaki huru na mwili wake wenye urembo utadhani malaika. Na siku hiyo ikawa siku ambayo Sue alipaswa kufanya show kwenye jukwaa kubwa la kufunga mwaka. Bibi Sue akaanza kupata mabadiliko ya mwili. Jina moja likaanguka bafuni, likafuata na la pili, na la tatu nalo likachomoka. Mabadiliko yalimbadilisha huyo hapa Sue mzuri na mrembo kupindukia, akawa jitu la ajabu na kutisha lenye muonekano mbaya wa kutisha na kuogofya. Maskini ya Mungu, Sue anafia jukwaani. Dunia inabaki na historia ya kusikitisha kuhusiana na Elizabeth Spago pamoja na Sue. Ni kuhusu kitu kidogo tu ambacho kinaitwa the substance. Na wapo ndio mwisho kabisa dubana letu ili hapa. Ciao.